Nililitolea taarifa hatua ya awali, na mnakumbuka father alikuwa yuko katika hospitali kwa matibabu na ili mfumo wa kisheria wa watu waliotuhumiwa ufanye kazi, ni jukumu la kisheria kuhakikisha kwamba tunapata maelezo ya ndugu yetu Father Kitima kimaandishi. Sasa kipindi kile ilikuwa sio busara, na tulijaribu kwenda mara kadhaa, mtu akiwa bado katika mazingira magumu ya kuumwa, uwezi ukaanza kutumia approach ya kwamba nataka maelezo. Kwa hiyo atakapotulia tukapata maelezo ya kimaandishi, narudia, maelezo ya kimaandishi ambayo yataingia kwenye mafaili ili yaende kwenye ofisi ya mashtaka, na ndio mfumo wa kisheria, basi tutazidi kutoa taarifa kuhusiana na shauri hilo. Atakapokuwa ametulia na akatoa maelezo ya kimaandishi kama serikali inavyofanya kazi katika mfumo wa kimaandishi, kwa sababu sasa mafaili yatakuwa yana move kutoka point A kwenda point B. Sasa ukitaka kumuona father unamuona kwa statement yake. Ile itatupa fursa, kwa sababu yule ni shahidi mkuu katika shauri hilo tunalolichunguza, na jamhuri kwa kesi za jinai ndio mlalamikaji. Kwa hiyo yule ni shahidi muhimu, shahidi mkuu. Kwa hiyo atakapokuwa ametulia tukapata maelezo ya kimaandishi, shauri letu litaendelea kusonga mbele na tutazidi kuwapa taarifa. Kwa hiyo ni busara za kisheria, mtu anapokuwa yuko kwenye tatizo akitulia, basi kuna picha anaweza akawapa ya ziada kuhusiana na kitu mnachokichunguza, ukiacha taarifa tulizozipata za awali, kwa sababu pale pia palikuwa na watu ambao tuliwahoji, zile tulizisimamia katika kufanya yale tuliyoyafanya. Lakini bado upo umuhimu wa kisheria, tutakapokuwa na utulivu, na tunaheshimu father akiwa na utulivu mkubwa, tukapata maelezo yake kimaandishi, ili sasa haya mafaili yaweze kumuvu kiusheria. Kwa hiyo bado tunafanya kazi nzuri kubwa ya kuhakikisha kwamba usalama unaimarika kwa watu wote katika jiji letu la Dar es Salaam. Nililitolea taarifa hatua ya awali, na mnakumbuka father alikuwa yuko katika hospitali kwa matibabu na ili mfumo wa kisheria wa watu waliotuhumiwa ufanye kazi, ni jukumu la kisheria kuhakikisha kwamba tunapata maelezo ya ndugu yetu Father Kitima kimaandishi. Sasa kipindi kile ilikuwa sio busara, na tulijaribu kwenda mara kadhaa, mtu akiwa bado katika mazingira magumu ya kuumwa, uwezi ukaanza kutumia approach ya kwamba nataka maelezo. Kwa hiyo atakapotulia tukapata maelezo ya kimaandishi, narudia, maelezo ya kimaandishi ambayo yataingia kwenye mafaili ili yaende kwenye ofisi ya mashtaka, na ndio mfumo wa kisheria, basi tutazidi kutoa taarifa kuhusiana na shauri hilo. Atakapokuwa ametulia na akatoa maelezo ya kimaandishi kama serikali inavyofanya kazi katika mfumo wa kimaandishi, kwa sababu sasa mafaili yatakuwa yana move kutoka point A kwenda point B. Sasa ukitaka kumuona father unamuona kwa statement yake. Ile itatupa fursa, kwa sababu yule ni shahidi mkuu katika shauri hilo tunalolichunguza, na jamhuri kwa kesi za jinai ndio mlalamikaji. Kwa hiyo yule ni shahidi muhimu, shahidi mkuu.
Kwa hiyo atakapokuwa ametulia, tukapata maelezo ya kimaandishi, shauri letu litaendelea kusonga mbele na tutazidi kuwapa taarifa. Kwa hiyo ni busara za kisheria, mtu anapokuwa yuko kwenye tatizo akitulia, basi kuna picha anaweza akawapa ya ziada kuhusiana na kitu mnachokichunguza, ukiacha taarifa tulizozipata za awali, kwa sababu pale pia palikuwa na watu ambao tuliwahoji, zile tulizisimamia katika kufanya yale tuliyoyafanya. Lakini bado upo umuhimu wa kisheria, tutakapokuwa na utulivu, na tunamheshimu father akiwa na utulivu mkubwa, tukapata maelezo yake kimaandishi, ili sasa haya mafaili yaweze kumuvu kiusheria. Kwa hiyo bado tunafanya kazi nzuri kubwa ya kuhakikisha kwamba usalama unaimarika kwa watu wote katika jiji letu la Dar es Salaam.